ulimwengu huu. Tufuate maandiko, tufuate maagizo ya Mungu mwenyewe kupitia neno la Mungu, yaani Biblia, tuweze kuyafuata hayo ili tuweze kuishi katika ile mipangilio ambayo Mungu ameiachilia kupitia mwanao Yesu Kristo, tupate kufanikiwa katika njia zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ulimwengu wako wetu wengi wenye matazamio ya kumuona Mungu, ili hali kwamba maagizo ya Mungu ambayo ametuachia sisi wanadamu tuishi katika hayo ni kwamba hatuyafuati. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikuambie moja kwa moja, hautoweza kufanikiwa katika njia zako kwa sababu haujafuata yale maelekezo ya Mungu ambayo ameachilia ili uweze kuishi katika hayo. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo yatupasa kuishi katika njia ambazo Mungu ametuagiza, na ndio maana anamwambia katika sura 9 kwamba je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Kwa kuwa Bwana Mungu yu pamoja nawe kila uendako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kumbuka nane amemwambia upate kutenda sawasawa na sheria. Kumbe Mungu ili apate kwenda na wewe katika sehemu zote unazoenda, lazima kwanza uanze kutenda kwa kadiri ya jinsi alivyokuamuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu unatamani Mungu atembee na wewe katika maisha yako. Kuna mtu unatamani Mungu afanye vitu vingi katika maisha yako. Unamwomba Mungu afanye vitu vikubwa ndani ya maisha yake, lakini amekuambia kwamba upate kutenda sawasawa na sheria. Alafu sasa ndio 9 anashuka anamwambia kwamba na ndipo Mungu atakuwa na yeye katika kila sehemu atakayokuwa anaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana unaona katika mapito yote ambayo Yoshua alipita na wana wa Israeli, Mungu alikuwa naye kwa sababu kwanza alipata kuishi kadri ya sheria ya Mungu jinsi ilivyokuwa. Haleluya. Kwa kanuni ya kwanza, unataka kumuona Mungu, lazima uishi katika yale Mungu mwenyewe aliyokuagiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kinyume chake ni kwamba usipoishi katika yale Mungu aliyokuagiza, hataweza kuenenda na wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana unaweza kujiuliza, kuna wakati Wanaisraeli walipokosea, ndipo adhabu mbalimbali zilitolewa kwao. Yamkini alikosea mtu mmoja, lakini adhabu zilitolewa kwa watu wengi. Lengo ni nini? Wapate kuenenda sawasawa na sheria ambao Mungu alimwagiza mtumishi wake Musa, akawapatia sasa waweze kuishi katika hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiu yangu ni kwenda mbinguni, kiu yako ni kwenda mbinguni. Kwa hiyo hauwezi kwenda mbinguni pasipo kuenenda katika ile sheria Mungu